Msikilizaji, hii ni sehemu ya 4 na tulipoishia kwenye episode ya 3 ama sehemu ya 3 tuliona ya kwamba mwakilishi ama moja wa kundi la The Genesis aliweza kukutana na mheshimiwa judge, na jamaa alimwambia kwamba jaji ya kwamba tunahitaji kuonana na rais kwa sababu kuna vitu tunataka kuwekana sawa sisi na yeye. Sasa jaji akasema ya kwamba hataweza kufanya hivyo, na wao akamwambia kwamba sikia, sisi tunajua mhusika wa aliyehusika na mambo ya mauaji ya mheshimiwa rais. Kwa hiyo sisi tunataka kuonana naye, kuna vitu tunataka tumtajie aliyemuua rais, alafu na sisi atufanyie kitu tunachokitaka. Kwa hiyo sasa jaji akasema okay, ngoja nitaenda kufikisha taarifa. Sasa jaji kwenda kuonana na rais na akamwambia oya, hawa watu wanataka kukutana na wewe muweze kufanya mazungumzo. Rais akasema ya kwamba hawa ni washenzi, yani baada ya kusababisha haya yote bado tu wana jeuri ya kuhitaji kuzungumza na mimi. Jaji akasema ndio mheshimiwa. Sasa rais alimuuliza jaji ya kwamba uliwaambia nini? Jaji akasema ya kwamba sikuwajibu kitu, niliahidi tu kufanya mazungumzo na wewe. Rais akauliza kwamba who are these people? Jaji akajibu ya kwamba hata mimi sikuwa najua lolote kuhusu hawa watu, ila wanaonekana wana nguvu kubwa ndani ya taifa hili, na nadhani watu wengi serikalini hususan wa kwenye nafasi za muhimu wapo kwenye mikono yao, na kama hawapo nao basi muda sio mrefu watakuwa nao. Rais akasema kwamba una uhakika na hili? Jaji akajibu ya kwamba wanatafuta udhaifu wa kila mmoja kumweka kwenye mikono yao, na ndio maana hata rais alikuwa mtu wao na ni wao ambao walimweka madarakani. Hivyo muda wote huo ambao alikuwa kwenye nafasi yao alikuwa anafanya mambo ambayo yanawanufaisha wao. Sasa rais akauliza kwamba unaamini na wao wamehusika kwenye haya mauaji? Jaji akajibu ya kwamba hapana, wao wamesema tu kwamba wanamjua mhusika wa haya yote, hivyo hilo watalishughulikia wao, ila haitakuwa bure, lazima kuna mambo watahitaji kama malipo. Rais akauliza kwamba unamaanisha yani wanaweza kumkamata muuaji? Jaji akajibu ndio, na hii inaweza kuwa nafasi ya pekee kwako kuwapatia masharti yako. Rais akasema sijakuelewa, yani unahitaji mimi niingie makubaliano na hawa watu? Jaji akasema ndio mheshimiwa. Asia rais alionekana ukasirika na alimwambia kwamba jaji, mimi nilidhani wewe ni mtu ambaye anatakiwa kukutegemea kwenye maamuzi sahihi ya kulifikisha taifa hili sehemu ambayo itakuwa ni salama, na sikutarajia kama na wewe unaweza kuwa sehemu ya kunishawishi mimi niweze kuliweka taifa langu kwa watu ambao si salama. Kuliweka taifa langu kwa sababu tu watu fulani eti au mahali fulani unataka iwe hivyo. No. Jaji akasema kwamba mheshimiwa, bila kufanya hivyo watakuua. Rais akasema ndivyo alivyokuambia? Jaji akajibu ndio. Rais akasema yani wanatishia kuwa rais wa nchi? Jaji akasema mheshimiwa, hawa watu sidhani kama ni watu wa kawaida, ndio maana nashauri uweze kukutana nao wasikilize. Watu wa namna hii mpaka wanayafanya haya huenda wana msukumo wa nguvu kutokea hata nje ya nchi. Kama ambavyo unalipenda taifa hili na unawajali watu wako, basi na kusihi kutana nao wasikilize, kwani kama ukigoma unaweza kusababisha machafuko makubwa, na unaelewa nchi ilipo kwa sasa. So sidhani kama tunahitaji kufikia huko mheshimiwa rais. Kwa hiyo sio kila jambo linatakiwa kutatuliwa kwa nguvu, kuna mambo ambayo yanahitaji tu mazungumzo rais. Rais akasema sawa. Kwa hiyo unaona ni sawa rais wa nchi kwenda kukutana na watu tu kubaliana nao mambo ambayo wanayataka wao? Jaji akasema mheshimiwa, huo sio ushauri wangu kwako. Kumbuka wewe ni mgeni kwenye hicho kiti, mpaka sasa haujui nani ni mwaminifu kwako na nani msaliti. Mpaka uje kulitambua hilo huenda utakuwa umechelewa. Ndio sababu ambayo inanifanya nikushauri hivyo. Kutana na hawa watu kwa namna moja ama nyingine, na hakikisha mnafikia mwafaka ambao unahitajika kwa usalama wetu sote na usalama wa hili taifa. Basi rais akamwambia jaji ya kwamba tuna nguvu kubwa sana jeshi, wapo usalama wa taifa, tuna jeshi la polisi. Kwa nini unahisi mtu mmoja tu anaweza kuwa sababu ya sisi kuwa dhaifu? Jaji akasema tangu mwanzo rais tuna hivyo vyombo vyote, lakini bado tulishindwa kumlinda rais akauawa hadharani. Waziri wa ulinzi ameuawa hadharani. Hivyo sina imani kama hata wewe mwenyewe una uhakika hivyo vyombo vitakufanya uwe salama ama watu wako kuwa salama. So wewe unaweza kuwa salama hapa Ikulu, lakini vipi kuhusu wananchi wako na viongozi wengine? Hautakaa Ikulu milele mheshimiwa, lazima tu utatoka kwenda kwenye majukumu yako na kuongea na wananchi. So siamini kama ni muda wa kuviamini hivi vyombo vya usalama pekee, maana unaweza kukuta wale ambao unahitaji kuwaamini ni sehemu ya hao watu, na ni jambo ambalo halitakuwa salama kufanya haya makosa mheshimiwa. Rais akasema okay, nikutension na watu. Jaji akasema sawa mheshimiwa. So jaji mkuu alitoka msikilizaji, na rais alikuwa amekubali kuweza kuonana na The Genesis kwa mara ya kwanza, hasa baada ya kutokuwa na utambuzi wa uwepo wa hao watu. Msikilizaji, tunaendelea kusonga mbele. Kumbuka langu jina Lucas Lumba, mtayarishaji ni Fabian Babuya, na nikombe radhi kidogo kwa sababu ya sauti yangu huenda ikawa kwako haisikiki vizuri.
kuna hali ya mafua naipitia, hivyo basi naamini kila kitu kitakwenda sawa na nasikika vizuri. Okay, so nilikuambia kwamba tutakapoianza hii sehemu ya 4 tutaanzia pale ambapo sasa rais na Daniel wameweza kuonana. So ilikuwa ni siku nyingine ambayo rais alikuwa ametoa amri ya kuweza kukutana Daniel, mwanaume ambaye taifa lilimtafuta bila mafanikio kwa muda mrefu baada ya kufanya uhalifu mkubwa na kuingizwa kwenye kitabu cheusi cha yale majina ambayo haikuwa inawezekana kuweza kuyafuta kwenye madhambi, ila maisha alikuwa anaenda kasi. Mwanaume huyo kwa mara ya kwanza kabisa kwenye maisha yake alikuwa anaingia ikulu akiwa ndani ya suti yake safi kabisa nyeusi. Hata yeye mwenyewe kwanza hakuwa hata anaamini kama kuna wakati angekuja kufika ama akawa anatembea sehemu hiyo ambayo ilikuwa tamaa ya kila kiongozi kwenda kuishi, ila ni wachache tu ambao walikuwa wanaweza kuipata nafasi ya namna hiyo. So alikuwa anatazama mazingira yalivyokuwa yametulia. Ulinzi ulikuwa ni mzito, kila kona aliona walinzi wakiwa na silaha zao kuhakikisha kwamba mheshimiwa rais anakuwa salama kila awapo eneo hilo. Alipokelewa na walinzi wa ndani ambao walimkagua kwa mara nyingine na kuhakikisha hana kitu chochote kwenye mwili wake, na hata kwa bahati mbaya tu hatakiwi kuwa na kitu chochote kama silaha. Kisha akaongozwa kuelekea sehemu moja ambayo ilikuwa na mandhari nzuri ya bustani na upepo mtamu sana, ukiwa ni sehemu ya kuiweka sawa hali ya eneo hilo. So alitabasamu kwa mbali na kusikitika. Maisha alikuwa na mengi sana kushangaza, na yeye kuwepo ikulu ilikuwa ni sehemu ya mambo ambayo yalipaswa kuingizwa kwenye yale maajabu ya dunia. Sasa sauti ya rais ilisikika ikisema kwamba nina imani haukuwahi kufikiria hata siku na moja kama ungekuja kuwa mtu wa kukanyaga mguu wako ndani ya sehemu ambayo ndio inafanya maamuzi magumu kuamua hatima ya taifa hili, bwana Daniel. Sauti ya rais ilimfanya kusogea kwenye sofa la pembeni kuketi, ambalo alikaribishwa, huku sasa akiwa anatazamana na bwawa moja safi la kuogelea ambalo lilikuwa mbele yake. Sasa bwana TOD akajibu kwamba ni sahihi kwa maisha ambayo nimetokea, naweza nikasema kwamba ni sahihi. Mambo ambayo nimeyafanya inakuwa ni kama ndoto ya kufikirika leo hii mimi kuwepo sehemu kama hii. Ndio maana tunafundishwa kutokujikatia tamaa kwenye haya maisha, kwani kuna namna huwa tunakuja kushangazwa kwa namna tofauti kama hivi. Rais akasema kwamba unaweza kuwa sahihi bwana Daniel kwa hilo, ila unajua sababu ambayo imekufanya kuwepo hapa? TOD akajibu kwamba sasa rais, mimi ningekuwa najua nisingekuwa hapa mheshimiwa. Mimi nimekuja kusikiliza, maana nimeambiwa ni jambo la muhimu sana. Rais akasema kwamba hivi kwa nini ulichagua kuwa muuaji kwenye maisha yako? Yaani kwa nini ubaki na kuteka watu? Kwa nini uwe watu bila kuwa na huruma? Haukuwahi kuwa na moyo japo hata ukibinadamu hata kidogo ndani mwako? Baada ya rais kusema hivyo, TOD ama Daniel alitulia tu kwa muda kabla kulijibu ile swali. Na kisha TOD akajibu kwamba sina kumbukumbu nzuri kwenye maisha yangu, ila malezi ni sehemu ya muhimu sana kwenye maisha ya mtoto kuweza kuifanya dunia kuwa sehemu bora na salama. Kama mzazi ukiwa na uwezo tu, basi hakikisha unaomlea mtoto wako kwenye misingi iliyo bora. Unajua mtoto ni kama simu, inafanya kile ambacho wewe unaitaka ifanye. Ndio maana kuna sehemu za kubonyeza, na hivyo ndivyo malezi ya mtoto alivyo. Mtoto anakuwa kutokana na namna alivyofundishwa tangu akiwa mtoto kuwa hivyo. Kwa mfano, kama ningezaliwa kwenye familia ya dini, nina imani ningekuwa mtu wa imani kali sana, ila haikuwa hivyo. Mpaka sasa hata sijui wazazi wangu halisi ni akina nani, zaidi tu ya mtu ambaye alinilea. Nimelelewa na muuaji ambaye alinibeba kutoka mtaani ambako hata sikuwa na maisha mengine yoyote. Hivyo mimi niliishi kwa namna ambavyo yali nikuza kuwa. Mheshimiwa Rais, unajua mimi kwanza nilimkuta mwenzangu tayari anaishi yale maisha, hivyo nami nikawa sasa ni sehemu ya yale maisha. Yaani ni maisha ambayo alinifanya nione ile ndio namna sahihi ya kuishi kwa kuwa muuaji. Kuna jambo moja ambalo huwa linamfanya binadamu kufanya mambo ambayo kuna muda hata yeye mwenyewe anakuwa hajajiandaa kuweza kuyafanya. Unapokuwa na nguvu ya kufanya mambo ndipo unaanza kushawishika na vitu vingine. Baada ya kuwa mtu hatari kwenye mapigano na mauaji, niliamini hapa duniani naweza kufanya jambo lolote tu ambalo najisikia mimi. Na hakuna hata mtu ambaye alikuwa anaweza kunipangia jambo lolote lile. Ndio maana baada ya ule mzee ambaye alitulea kufa, nilianza kuishi maisha ambayo nayataka mimi. Na ndipo hayo mambo ya kubaka yalipoanza, maana nilikuwa na uwezo wa kuchukua mwanamke wa mtu, hata kama ni mke wa ndoa, kisha mmeo akinisumbua naweza hata nikamuua. Yote tu ni kwa sababu ya nguvu niliyokuwa nayo. Baada ya maelezo yote ya TOD, Rais akasema kwamba uliwahi kujutia kufanya hayo mambo? TOD akasema kwamba kiukweli hapana, kwenye maisha yangu huwa sina muda wa kujutia, japo huenda kuna jambo moja ambalo nalijutia mpaka leo.
Rais akasema jambo gani hilo? TOD akasema kwamba kuruhusu Janilo kuwa hai mpaka leo. Hili ni kosa ambalo kila nikilala huwa naamini nitakuja kuishia kwenye mikono yake. Rais akasema na ndio sababu sasa wewe upo hapa. TOD akajibu yani kwamba unamhitaji huyu mtu mheshimiwa? Rais akajibu kabla kukujibu hili nataka unihakikishie wewe, maana nimeambiwa ndiye umeishi na huyu mtu na kwa asilimia nyingi wewe ndiye unamfahamu vyema. Haya yote ambayo yanasemwa kuhusu yeye, Rais na The Genesis ni ya kweli? TOD akajibu ndio ni ya kweli. Rais akasema kwamba hawa The Genesis wamewahi kufanya kazi na rafiki yako? TOD akajibu ndio, kupitia Rais. Rais akajibu na sababu ya yeye kumuua Rais? TOD akajibu ni kuwatafuta tu hawa watu, maana anajua ndio walikuwa nyuma ya kila kitu. Kama Rais alimsaliti na kuhitaji kumuua yeye, maana yake ni hawa watu ambao walimpatia Rais maagizo, maana asingeweza kufanya haya yote mwenyewe. Rais akasema kwa hiyo shida yake kubwa ni hawa watu na sio sisi viongozi, si ndio? TOD akajibu mimi kama ninavyomjua mimi, baada ya kumuua mzee hakuwahi kuua mtu ambaye hana hatia kwenye maisha yake yote mpaka siku ambayo tuliamini aliwao. So baada ya pale ilikuwa ukisikia ameua mtu basi ni watu ambao walikuwa wametenda mambo mabaya, hasa baada ya kujua historia yake, au watu ambao walikuwa wanaamini na baadaye wakaja kumsaliti. Hivyo kwa sasa hana shida na nyie, ila nina uhakika ambaye ataingilia katikati ya haya hawezi kumwacha, lazima atamuua tu. Rais akasema na njia kumpata huyu bwana na nasikia unayo bwana, tunampataje? TOD akajibu ndio, kumpata unaweza kumpata tu kupitia mtoto wake ambaye yeye hajui kama ana mtoto wake na lazima anamtafuta ili aweze kumuua, ila sisi ndio ambao tunatakiwa kumpata huyu mwanamke mapema, kwa sababu nina uhakika hata hawa watu nao lazima wanamtafuta huyu mwanamke, maana ni njia rahisi zaidi ya kumpata Janilo, hata kama akija kujua kwamba Melania ana mtoto wake wa damu. Rais akasema kwa hiyo na mpango ulionao kwenye hili ni upi sasa? TOD akajibu mimi nataka kumpata Melania kisha atatumika kumleta Janilo tulipo. Mimi kazi yangu tu itakuwa nadhani imeishia hapo, nyie ndio mtajua sasa mnamfanya nini. Rais akasema na uhakika hilo itawezekana? TOD akajibu mimi naweza kumfanya akafika mahali hapo kama mpango utaenda kwa namna ambavyo nilivyopanga, ila kuhusu kumkamata hilo mimi siwezi kukuhakikishia mheshimiwa. Rais akajibu kwa nini? TOD akajibu yani kama tu vijana wako wote wameshindwa kusimama na mimi hata tu walau kwa dakika moja tu, na hisi yule bwana itakuwaje? Alafu hasa akigundua kuna mtoto wake. Siwezi kukuahidi chochote kwenye hilo, maana namjua vizuri upande wake wa giza, sinamfahamu vizuri. Anakuaga kama mbogo ukija kuzungumzia ama kugusa swala la mtoto wake. Rais akasema sawa, kwa hiyo hauna njia yoyote ya kusaidia kuweza kumfanya asiwe na madhara? TOD akasema mimi nafikiri jambo la pekee ambalo unaweza kulifanya wewe kama unahitaji mambo yako yaende vyema kwa namna ambavyo huenda wewe unahitaji iwe, ni kumchonganisha na hao watu ambao yeye anawatafuta. Subiri wapunguzane kisha wewe utakuja kuingia mwishoni. Rais akasema kwa hiyo vipi na hilo inawezekanaje? TOD akajibu hayo yanawezekana kupitia huyu mwanamke na mtoto mheshimiwa. Yaani Janilo ukigusa tu mwanamke wake na mtoto wake umeisha. Kwa hiyo mimi tu nikwambia kwamba hili niachie mimi, nitajua namna ya kufanya. Rais akasema kama kweli utafanikisha hili jambo basi utarudi kuwa mwananchi wa kawaida na utaniambia unahitaji nikufanyie nini. TOD ama Daniel akajibu sawa mheshimiwa. So Daniel baada ya mazungumzo hayo alinyanyuka na kuondoka kwa furaha. Maisha yalikuwa yanarudi kwake kwa kasi kubwa, kwani alipewa nafasi nyingine ya kusema ambayo alikuwa anayahitaji kama angefanikisha kazi yake. Tayari alikuwa amekunja bilioni 5 kuifanya kazi hiyo, ila alipata ofa nyingine tena. Alitambua ugumu wa kazi ambayo ilikuwa mbele yake, ndio maana aliamua kucheza na akili kwa kuhitaji kuwachonganisha The Genesis Cabo pamoja na JD Gerard, waweza kumuita Janilo au TOJ. Basi bwana, pembezoni mwa misitu ya Pugu kulikuwa na misitu minene kidogo. Ndani ya sehemu hiyo kulikuwa na nyumba moja ndogo ambayo haikuwa ikitambulika kama ilikuwepo eneo hilo, na ilikuwa nyumba siri mno ambayo alikuwa anaishi mtu mmoja tu. Si mwingine ni Tangeu Limo. Yule mzee ndiye ambaye alikuwa anaishi ndani ya hiyo nyumba, tena mwenyewe ndio sehemu yake ya siri ambayo alikuwa anaitumia kuweza kufanya mambo yake, hasa ambapo alikuwa anahitaji kupata utulivu.
Alikuwa nyuma ya nyumba yake hiyo akiwa amefumba macho yake akifanya tahajjud, na ilikuwa inampatia utulivu wa akili, kimwili na kiroho pia. Ndio sababu ambayo ilimfanya kupenda kuwa maeneo tulivu kama hayo, ambayo alikuwa akimsaidia kwa ukubwa kuifanya akili yake kuwa sawa kila nyakati ambazo alikuwa eneo hilo. Kwa alifumbua macho yake baada ya kushtuka, ila mazingira hayakuwa salama, na alitambua hilo, maana hata mwenyewe alipojitazama kwenye kifua chake alitambua moyo wake ulikuwa unakimbia kwenye hali ambayo haikuwa kawaida hata kidogo. So alisimama na kutazama pande zote. Alitazama saa yake na ugundua ilikuwa mida ya saa 3:30 usiku. Ilikuwa ni ajabu mtu kuweza kuwepo sehemu kama ile tena kwa muda kama ule. Alirudi ndani haraka na kuanza kukusanya vitu vyake ili aweze kuondoka, ila kabla hajamaliza alisikia kishindo kimoja nje ya ile nyumba ndogo, kisha kile kishindo kikapotea, kukawa na ukimya. Alitulia kwa dakika 5, lakini bado kulikuwa kimya. Ndipo akatokea sebuleni na kukutana na jambo ambalo hata yeye mwenyewe hakuwa amelitarajia. Mwanga wa taa ambayo ilikuwa ndani ulimfanya yeye kuonana ana kwa ana na mwamba TOD, uweza kumuita Daniel. Ni muda mrefu ulikuwa umepita tangu watu hao waweze kuonana hapo zamani, na hakuwa na uhakika kama bwana huyo angekuwepo eneo hilo. Sasa mzee akasema kwamba kwa hiyo walifanikiwa kukupata kumbe. Aliweka begi lake chini na kuketi kwenye kiti kingine cha mbao, maana kimoja alikalia Daniel. Daniel akasema kwamba nilijua tu hakuna mtu mwingine ambaye angeweza kuwasaidia wale taarifa za kunipata zaidi yako wewe. Baada ya kulitambua hilo kwamba wewe ndio uliwafanya wale watu wakanipata, nikaona sio vibaya nikija kukutembelea. Mzee akajibu ya kwamba wewe umejuaje kama nitakuwa sehemu kama hii? Daniel akasema unajua mara mwisho mimi kukutana na wewe wakati ambao uligoma kunipatia taarifa ya Janilo, ukanidanganya kwamba eti alikufa. Uliwahi kuniambia unapenda kuona vitu vya asili. Upendi kujichanganya na watu, kwani wanaiharibu akili yako, na makelele ya wanadamu yanafanya ukose utulivu kwa afya yako akili. Kwa hiyo nimeenda nyumbani kwako huku Pugu, nikakuta hakuna mtu, na mkurugenzi alisema mlionana siku kadhaa nyuma, hivyo nikajua tu lazima wewe utakuwa sehemu kama hizi, maana ndio maeneo ambayo unapenda sana kushinda. Mzee akasema kwa sasa umekuwa na matumizi makubwa ya akili tofauti na ulivyokuwa mwanzo, maana ulikuwa ni mtu ambaye ulikuwa ukikurupuka tu zaidi kufanya mambo yako. Kwa hiyo hebu niambie kwa nini uko hapa? Daniel akasema kwanza nataka kujua sababu za wewe kunidanganya kuhusu Janilo. Mzee akajibu sasa hata wewe kwanza, hata wewe mwenyewe sikuwahi kumwambia taarifa zako kwamba upo hai, na anatakiwa kulalamika kuhusu hilo. Daniel akajibu kwa nini? Mzee akasema hiyo ni misingi ya kazi yangu Daniel, na unalitambua hilo. Mimi na mipaka kutoa siri za wateja wangu, ndio maana unaona watu wananiamini kwa sababu wana uhakika na usalama wa taarifa zao. Kwa hiyo nataka waache kuzunguka bwana, hebu niambie kwa nini upo hapa? Daniel akajibu nimelipwa bilioni 5 kumpata Janilo, na hivi ninavyozungumza na wewe nimetoka Ikulu kukutana na rais, na ameniahidi kunipatia kila ambacho ninakitaka kama nikifanikiwa kumpeleka huyo mtu. Kwa hiyo unahisi kwa nini nipo hapa? Mzee akajibu kwa hiyo umeanza na kwenda Ikulu mara hii? Daniel akasema kama ukiwa na umuhimu kwenye hii dunia, sehemu yoyote tu unaweza kuingia bila shida. Mzee akajibu hata mimi naona. Kwa hiyo vipi, unamtaka Janilo Daniel akajibu hapana. Mzee akasema lakini si umesema hivyo? Daniel akajibu namtaka Melania. Yule mzee alitulia kwa dakika nzima akiwa anamwangalia Daniel kwa makini usoni, na kisha akasema kwamba nadhani unatakiwa kuondoka Daniel. Daniel akasema kwamba unavyoniona hivi unavyonitazama hivi naonekana kama mtu ambaye anaweza kuondoka sehemu hii bila kuwa na majibu ya maswali ambayo yamenileta hapa. Mzee akajibu hicho ulichokiuliza hata kama ningekuwa na majibu yake bado nisingekwambia, na sidhani hata wewe mwenyewe kama unataka kwenda huko ambako unaenda. Daniel akasema kwa nini haukuwahi kumwambia Janilo akajua kama ana mtoto na ule mwanamke? Mzee akajibu ni kwa sababu Melania amewahi kunitafuta na kuniomba nisije nikalisema hilo. Kama mteja wangu naheshimu siri zake, ndio maana mimi sikutaka kumwambia Janilo jambo hilo. Na wewe hizo habari kwanza ulizipatia wapi? Daniel akasema hilo sio la muhimu sana bwana kwa sasa. Mimi nahitaji kujua Melania yuko wapi. Mimi sina shida naye sana, ndio shida yangu kubwa ni mtoto. Mzee akajibu wewe unajua kabisa mimi siwezi kukuambia mambo kama hayo. Hivyo unaweza kwenda tu Daniel, ili tusiendelee kupotezeana muda, na mpaka dakika hii mimi na wewe hatutakuja kufanya biashara nyingine yote ya taarifa. Daniel alicheka kwa hasira, alinyanyuka kwa nguvu na
akapiga buti kile kiti, kikawa sasa kinaenda kwa mzee yule ambaye aliutumia mkono wake mmoja kukipangua kavunjika. Akiwa hajakaa sawa, alibebwa na mguu mzito mpaka ukutani. Alivuta kisu kiunoni na kukitupa kwenda kwa Daniel ambaye alikikwepa na ukidaka kwa mkono wa kulia. Alimwendea mzee yule kwa nguvu ambaye alirusha ngumi ikatua kwenye shingo ya Daniel ambaye alimeza mate kwa shida, lakini wakati ule alizamisha kile kisu kwenye paja la yule mzee, akakivutia nje na kuzamisha kwenye bega, akalitindua. Alikivuta tena kwa nguvu na kukizamisha kwenye mbavu na akaanza kuichana-chana, hali ambayo ilimfanya mzee yule maskini kuwa kwenye hali mbaya mpaka akaanguka chini akiwa anahemea kwa nguvu kubwa sana. Sasa Daniel akasema kwamba mzee, kwa heshima yako mimi na wewe hatukupaswa kufikia hatua kama hii, ila kwa sasa sina namna tena ya kuwa kirafiki na wewe kwa sababu nipo nje ya muda. Kwa hiyo unaweza ukanitajia tu tukaishia hapa, au ukaendelea kukaza kuhusu hili nikaanza kukupunguza baadhi ya viungo vya mwili wako. Mzee akajibu ya kwamba nipo tayari kufa shetani wewe. Mzee alimaliza kuongea na akatukana kabisa. Alipigwa ngumi nzito kwenye jeraha, kisha kisu kikatolewa nje na kukata vidole vyake viwili. Akiwa anashangaa ukatili wa kijana huyo, kile kisu bwana kilizama kwenye jicho moja, kisha Daniel akawa anakizungusha kwa hasira. Yule mzee maskini alipiga kelele nyingi mno za maumivu, na kelele zile sasa zilionekana kugusa kwenye ngome ya sikio la mwanaume mmoja hivi ambaye alikuwa mbali kidogo na maeneo yale. Basi mzee kwa shida sana akajibu kwamba yupo Tanga. Maumivu alizidi, hakuwa na namna zaidi ya kutapika siri zile. Mwamba TOD akasema ya kwamba Tanga ni kubwa bwana. Yupo sehemu gani? Mzee akajibu sijui sehemu husika ni wapi alipo, ila kuna mtu ambaye anaweza kusaidia wewe kuweza kumpata. TOD akasema ya kwamba huyo mtu ndiye ambaye mimi namhitaji sasa hivi. Mzee akajibu ni imamu wa msikiti mkubwa pale Tanga mjini, anaitwa Salimu. Huyu ndiye atakuelekeza ni wapi Melania na mtoto walipo. TOD akajibu umeona sasa mzee wangu, tusingekuwa na haja ya kufika huko kote kama ungekuwa unatoa ushirikiano namna hii tangu mwanzo. Sasa bwana, dakika kadhaa nyuma kwenye nyumba ya Pugu ya mzee Tangeulimo alionekana Janilo akiwa anaingia bila hofu. Nyumba ilikuwa kimya ila hakuwa na shida. Alipitiliza mpaka kwenye sehemu ya yule mzee ambaye alikuwa anaitumia kama ofisi yake. Sehemu ile bwana ilikuwa imefungwa. So aliangalia kwa dakika kadhaa akaamua tu kuivunja ile sehemu, kwani haikuwa kawaida kuwa na ukimya wa namna ile. So baada ya kuingia ndani alikutana makaratasi mengi juu ya meza. Alitazama kila sehemu ila hakuona jambo la maana, isipokuwa tu kulikuwa na karatasi moja ambayo ilijitenga, na kama mtu angeangalia kwa haraka haraka asingeweza kuiona. Ilikuwa kwenye kona ya ukuta. Alivuta na gundua zilikuwa mbili. Ile ya kwanza ilikuwa ni ramani ya msitu wa Pugu, na pembezoni mwa msitu ilizungushiwa alama ya nyumba ndogo. Aliangalia ile ya nyuma yake akakutana na maelezo ambayo yalimtaka yeye kwenda kwenye hiyo nyumba, maana mzee huyo alidai alikuwa na siri nzito ambayo alitakiwa kumwambia. So baada ya kunusa harufu ya maandishi alitambua bado ilikuwa inanuka, maana yale yaliandikwa siku hiyo na sio muda mrefu sana. Hivyo akatoka humo ndani haraka kuelekea sehemu hiyo. Sasa akiwa anaenda huko ndipo alisikia masauti ya kelele kwa mbali. Zilikuwa ni dalili mbaya, maana ile sauti ya maumivu alikuwa anaitambua vyema kwamba ilikuwa ni yule mzee. Sasa jambo lile ndio lilimfanya kuanza kukimbia kwa nguvu ndani ya ule msitu. Alikuwa anaruka sarakasi kwenye miti na kuikanyaga kwa nguvu kiasi kwamba baadhi ya miti ikawa sasa inapokutisha majani yake kwa vishindo vikali ambavyo alikuwa anavitumia. Alitumia dakika 15 kufika ile sehemu ambayo ilikuwa na mwanga kwa mbali, na alitembea tu taratibu mpaka ndani ambapo aliingia kwa kukanyaga mlango, ila hapakuwa na mtu zaidi ya yule mzee ambaye alikuwa chini akiwa anavuja damu nyingi. Hali yake ilikuwa mbaya. Alimfuata na kumpakata mzee yule, ni kama alikuwa anahitaji kusema jambo ila hakuwa na uwezo. Kabla ya kukata roho, alionyesha ishara kwenye begi ambalo lilikuwa chini ya meza, ndipo akapoteza maisha akiwa hajamwambia Janilo ile siri ambayo alidai kwamba alitakiwa kumwambia. So alimfunika macho yule mzee na kulisogelea begi lile ambalo lilikuwa na nyaraka kadhaa ambazo hakuona kama zina umuhimu kwake, ila aliona karatasi nyeupe ikiwa na picha 3. Picha ya kwanza ilikuwa ni yeye, picha ya pili alikuwa ni Melania, na pembeni ilikuwa ni picha mtoto, jambo ambalo lilimshangaza. Aligeuka kumwangalia yule mzee, ni kama alitamani kumuuliza maswali kadhaa ila hakuwa na uwezo huo kwa sababu alikuwa amekufa.
Nyuma ile picha ilibandikwa ramani. So baada ya kuitazama vizuri alitambua ilikuwa ramani ya jiji la Tanga. Alipoangalia vizuri kwenye ile picha alitambua kwamba katikati kulikuwa na msikiti ambao ulizungushiwa duara. Alitazama kwa makini tena kwenye ile picha na kutambua kwamba kwa chini kulikuwa na maneno machache ambayo yalisomeka kwamba mwanao yupo hai. Alishtuka sana kusoma maneno yale kwa sababu kwenye maisha yake yeye hakuwa na mtoto. Sasa yule ambaye alikuwa hai alikuwa ni mtoto upi? Ndipo akakumbuka kuangalia tena ile karatasi ambayo ilikuwa na picha 3. Kichwa chake ni kama hakikuwa sawa kwa wakati ule, kwani bado hakuwa naamini kama alichokuwa nakifikiria kilikuwa ni sahihi. Kuna moyo ulikuwa unamwambia yale yalikuwa ni mawazo yake tu, ila yule mzee asingeweza kumpa habari za uongo, hasa akiwa kwenye nyakati zake za mwisho za maisha. Iliwezekana vipi yeye kuwa na mtoto? Kwamba Melania aliondoka akiwa na mimba yake? Kwake haikuwa inakuja bado. Kuna jambo ni kama halikuwa sawa kwake, na sehemu pekee ya kupata majibu kwa wakati huo ilikuwa ni kwenda kwenye msikiti huo ambao ulizungushiwa katikati ya ile ramani, na alitaka kutoka ndani ya kile kijumba kidogo, ila sasa alisita kwanza, kwani kuna jambo ni kama alikuwa sawa. Airudi kuyakagua yale majeraha ya yule mzee, ni kama hakuamini. Akasema kwamba no way, Daniel ni jina ambalo alilitaja. Kwa muda mrefu alikuwa anaamini kijana wake huyo alikuwa ni mfu, ila ndiye aliyemuua mzee huyo. Maana yake alikuwa ameenda Tanga kwenda kumtafuta huyo mtoto. Alipiga simu kwa kutumia namba maalum kwa sababu ya mtandao kusumbua eneo hilo. Alihitaji msaada uende, kwani kulikuwa na maiti eneo hilo. Kisha akaondoka kwa kasi kwa ajili ya kuwahi huko Tanga, kwani kuna mengi ambayo yalizaliwa usiku ule ndani ya ile misitu ya Pugu. Sasa kwa upande wa Tanga bwana, pande za msikitini, ndani ya msikiti mkuu wa Tanga, mida ya usiku kuelekea kama alfajiri hivi, wakati kwa mbali kulikuwa kuna karibia kupambazuka, palikuwa pametulia. Ni watu wachache tu ambao walikuwepo lile eneo. Ni masaa takriban 4 ambayo aliyatumia Daniel kufika ndani ya jiji hilo, tena ni kwa mwendo mkali ambao alikuwa nao njiani. Alikuwa amesimama mbali kidogo na ile sehemu akiwa anaangalia kwa umakini ile sehemu ambayo baada ya muda mfupi baadaye aliona mzunguko wa watu ambao ulikuwepo ni kama hakuwa sawa. Alisogea sehemu kama mtu ambaye alikuwa anahitaji msaada, ila lengo lake sasa lilikuwa ni kukutana na imamu wa ile sehemu. Baada ya kufika sehemu ile alishangazwa na hekaheka ambazo walikuwa nazo watu kadhaa ambao walikuwepo pale, huku sasa wengine wakionekana kuzama kwenye mawasiliano ya simu. Ndipo akaanza kumfuata bwana mmoja ambaye alikuwa na maji na kiboksi kwenye mikono yake. Safari ya kumfuata yule bwana ilishia mpaka kwenye ofisi ya imamu ambako kulikuwa na watu kadhaa tu wa kuhesabu wakiwa wanahangaika. Ndipo akaamua sasa kujipenyeza mpaka ndani, maana hakukuwa na mtu hata mmoja ambaye alikuwa na muda naye. Alishtuka baada ya kuona mwili wa imamu ukiwa unavuja damu. Alisogea kwa ukaribu na gundua imamu alikuwa amechinjwa kwenye shingo. Sasa alishindwa kuelewa kama aliyekuwa amemuua imamu muda ule alikuwa ni mtu ambaye alimfahamu yeye au alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anahitaji kuweza kuficha ushahidi. Macho yake aliyatupa kwenye meza pale kwa pembeni. Kulikuwa na ramani ile ambayo aliiona kwa ule mzee kule msituni akiwa Pugu. Aitazama kwa makini gundua ile ramani kuna sehemu ilikuwa imezungushiwa nyumba moja ambayo ilikuwa ni namba 69. Hakukaa tena pale. Aitoka haraka kwenda kuitafuta nyumba hiyo, kwani alisi kulikuwa na uhusiano wa moja kwa moja na hiyo sehemu ya nyumba. Dakika 10 ambazo zilifuata mbele, akiwa sasa ametoka pale muda mfupi tu ambao ulipita, Janilo mwenyewe alikuwa anaingia ile sehemu. Aliingia kama mtu wa kawaida tu ambaye alikuwa anaenda kuswali ile sehemu. Naye hali ambayo alikutana nayo pale ilimshangaza kidogo, maana kuna watu ambao walikuwa wanaongelea habari za vifo, ila akaamua kufuata upande ambao ulikuwa na watu wengi, na wakati huo kwa nje ving'ora vya polisi vilikuwa vikilia kwa nguvu kubwa. So hakusita zaidi ya kuongoza mpaka ile sehemu ambayo ilikuwa ni ofisi ya imamu yule. So baada ya kuingia kule alikutana na watu wawili ambao baada ya kumuona walimuomba aweze kusogeza maboksi kadhaa pembeni ambayo yalikuwa na baadhi ya nyaraka za msikiti, kwani polisi walikuwa wanaingia muda sio mrefu na wangeshikilia kila kitu. So hakuwa mbishi, kwani walitambua ni mmoja wao. So alinyanyua boksi la kwanza na kutaka kutoka nalo, ila mezani aliona ile ramani. Haikuwa ngeni, maana aliona kwenye begi la yule mzee kule Pugu. Kichwani mwake bado alikuwa na mshangao wa kuuawa kwa imamu na hasira za juu, maana ndiye mtu pekee ambaye angeweza kumwambia kweli kuhusu mahali ambako alikuwepo Melania
Kwa maana hiyo ingekuwa ni rahisi yeye kwenda kumuona mwanae ili aweze kuthibitisha kama taarifa zile zilikuwa ni za kweli. So alibeba ile ramani haraka na kuiweka kama sehemu ya boksi ile kwa juu. Akawa sasa anaitazama kwa makini sana na kuona ile namba ya nyumba, huku sasa moyoni akiwa na hasira na Daniel. Maana kwa namna yote ile yeye ndiye lazima alifanikiwa kumuua yule imam ili yeye asije kujua kweli. So alitoka haraka mle ndani na ile box, lakini wakati anatoka alipishana na polisi wakiwa ndo kwanza wanaingia mle ndani. Ila polisi sasa wa mwisho aligeuka na kumuita. Aisee, alisikitika kwa sababu kama polisi huyo angeweza kushtukia kitu chochote ungekuwa ndio mwisho wa maisha yake. Sasa polisi akamwambia kwamba oya, kuna nini kwenye ile boksi? Janilo akajibu ya kwamba ni taarifa tu za msikiti, tunaziweka sehemu sahihi ili zisije kupotea. Alijibu kwa sauti nzito kama mtu ambaye hakuwa anapenda kuongea kwa wakati huo, bali alikuwa anajilazimisha tu. So ile polisi alifika mpaka pale alipokuwepo Janilo, akamwangalia usoni kwa makini, kisha akaangalia alitazama kwenye lile boksi na kuiona ile ramani ambayo aliangalia kwa makini kama mtu ambaye alikuwa anajaribu gundua jambo fulani kwenye ramani. Ila mwisho siku alimruhusu aweze kwenda. Sasa hapa msikilizaji, mwanzoni tulihisi ya kwamba Janilo alifika kabla ya Daniel. Nice. Na ingekuwa ni hatari sana kwa sababu Daniel aliwahi kuondoka kabla Janilo. Lakini sasa tunashangaa tena Janilo yeye mwenyewe anakutana hilo tukio. Kwa hiyo kuna muuaji mwingine tofauti na Daniel na Janilo. Sasa nani aliyehusika kumuua imamu? Tunasonga mbele msikilizaji. So Daniel aliona ile nyumba ambayo ilikuwa sehemu ambayo ilikuwa na utulivu. Mazingira yake yalikuwa bora na bustani kubwa tu kuvutia. Ilikuwa ni nyumba bora ya mtu mwenye maisha mazuri sana ambayo hayakuwa maisha ya kuungaunga au maisha ya mawazo. Gari yake alificha kwenye kona moja ya uchochoro ambako hakuna mtu angeweza kuiona kirahisi. Ilikuwa ni kwa ajili ya usalama wake mwenyewe, maana mazingira kama yale haikuwa rahisi kwake yeye kuweza kuyaamini, hususan sehemu ambayo alikuwa mgeni. So baada ya kufika ile sehemu alishangazwa na hali ya getini. Geti lilikuwa wazi, ni kama kuna mtu alilisahau. Ila baada ya kuingia ndani alivuta bastola yake haraka na kukaa vizuri, hasa baada ya kukutana na mwili wa mlinzi akiwa amechinjwa shingo yake. Mpaka dakika ile alitambua ya kwamba ile nyumba ilikuwa imevamiwa. Alitembea kwenye ile bustani nzuri mpaka sehemu ambapo ilikuwepo nyumba kubwa. Nje ya mlango wanaume wawili wenye suti walikuwa wamepigwa risasi kwenye mapaji ya uso, hali ambayo ilizidi kumpatia mashaka. So aliangalia ndani zaidi ya ile nyumba ambayo nayo ilikuwa wazi. Hakuona mtu yoyote, hivyo kulikuwa ni kutupu tu. Alisonya kwa hasira akianza kukagua sasa vitu mle ndani, maana aliamini angeweza kupata jambo ili aweze kujua ni nani alikuwa amefika ile sehemu tena kwa muda kama ule na kutekeleza ule ushetani. Sasa akiwa anaendelea kupitia baadhi ya vitu, mwili wake bwana ulisisimka. Kusisimka kwake kulimfanya kuangalia nyuma. Mwili wake uligoma kumpa utulivu, kwani kuna hisia alizipata, ila hakutaka iwe kweli kwa lile ambalo alikuwa analiwaza yeye. Alitoka haraka mle ndani na kwenda mpaka kwenye kona ya ukuta, sehemu ambayo ilikuwa na mti. Akapanda ule mti, akakaa juu ya geti na kujibanza pale kuona ni kitu gani kilikuwa kinafanyika pale muda ule, maana alikuwa na uhakika, alikuwa amehisi uwepo wa watu na nafsi yake isingeweza kumdanganya kwenye jambo lile. Kuna watu na machale bara. Sasa dakika moja tu aliona kuna wanaume wenye suti 5 hivi wakiwa wanaingia pale wakiwa na silaha zao. Ni kama walikuwa wanahakiki jambo kuhusu uwepo wao pale. Waliingia ndani ya ile nyumba na kutoka wakionekana dhahiri walikuwa wanamtafuta mtu. So Daniel alitambua huenda watu wale walijua kuna mtu eneo lile, maana walikuwa na uhakika juu ya walichokuwa wanakitafuta moja kwa moja. So alitaka kujitokeza kwa kuwa ndio watu pekee walitakiwa kumpatia majibu kwamba Melania na mwanae walikuwa wapi. Ila kabla ya kufanya hivyo, moyo wake ulipiga kite tena na akalazimika kuweza kutulia. Ndipo akaona kivuli upande mwingine wa geti karibu na ulipokuwa mlango. Kwa hiyo akaona ngoja avute darubini ili kuweza kuona ule upande alikuwa anaingia nani. Alishtuka baada ya kumuona Janilo mwenyewe akiwa anarukia ndani. Ile sehemu bwana haikuwa salama tena kwake kuweza kuwepo pale. Akiwa anaendelea kumtazama bwana ule, ni kama Janilo naye alishtukia kwa kuamini upande ule ulikuwa na mtu. Aliangalia kule juu, hali ambayo sasa ilifanya Daniel kujibanza, maana ulikuwa ni msala kwake. Janilo alitambua sehemu ile ilikuwa na mtu. So alitembea kwa kasi kama kivuli kinapita kuelekea kule, ila aliganda kwenye bustani baada ya kusikia sauti za walinzi wakimizana kuweza kumtafuta mtu.
Ajivuta nyuma na kujirusha kwa sarakasi 5 za kasi ya kimbunga ambazo zilimfanya kutua nyuma yule mvaa suti mmoja hapo ambaye alizamishiwa kisu nyuma ya shingo kikatokezea mbele. Akiwa sasa anaendelea kuhangaika kutaka kupiga kelele huku sasa shingo yake ameishikilia. Kisu kilipita kwenye shingo yake na yale yote Daniel aliyaona. Aisee, alibandika kamera ile sehemu na kuondoka haraka. Mazingira hayakumruhusu yeye kuendelea kuwepo. So walinzi ni 4. Walikuwa wamesimama tu. Waliona mwenzao akiwa chini, hali ambayo sasa iliwafanya kuanza kushambulia kwa risasi ule upande ambao alikuwepo Janilo. Mwanaume yule alikuwa anadunda kwenye miti ya minazi kwenye bustani ambamo ndipo risasi zilikuwa zinaishia. Alikizungusha kisu chake na kukiachia kwa nguvu kikazama kwenye moyo wa mwanaume mmoja. Alimfikia yule bwana na kukivuta na kurudisha kwa nyuma yake ambapo kilizama katikati ya kichwa cha ule mlinzi wa nyuma. Akiwa sasa anaendelea kupiga kelele, alivuta bastola yake akaibamiza kwenye mguu na kuwapiga risasi wale wengine wawili ambao walikuwa wanahangaika kutafuta nafasi nzuri ya kuweza kumuua. Kati ya wale wawili ambao aliwapiga risasi, mmoja risasi zilitua kwenye mguu na bega lake, hivyo alikuwa hai. Alitoa bastola nyingine akiwa anamtafuta yule bwana akiwa pale chini, kwani ndiye angeweza kumpatia majibu. Sasa Janilo akauliza kwamba kwa nini upo hapa? Yule bwana naye akasema kwamba alipokea risasi ya kwenye goti baada ya kushindwa kujibu swali, naye akitamani kuendelea kuuliza swali. Anauliza kwa nini upo hapa, eti ni anataka kusema kwamba na wewe ni nani? I say. Basi, sasa wewe tumetumwa. Janilo akauliza na nani? Jamaa akajibu, bosi wa juu tu, watu mfahamu, bali sisi tunatimiza majukumu tu. Akauliza majukumu yapi? Yule jamaa akasema kumtafuta mwanamke na mtoto. Sio, yule jamaa alivuta picha kutoka kwenye mfuko wake. Na Janilo akauliza kwamba ndio hawa? Jamaa akajibu ndio. Janilo akauliza okay, wako wapi kwa sasa? Jamaa akajibu wanarudishwa Dar es Salaam. Janilo akauliza oya, nimekuuliza wako wapi kwa sasa? Jamaa akajibu nina imani watakuwa angani. Janilo akasema unamaanisha nini? Mamba akajibu amepakizwa tu kwenye helikopta. So nitawapatia wapi? Mimi sijua, maana sisi tulipewa tu kazi ya kubaki kwa hakika kama kuna mtu atakuja hapa tuweze kumuua ama kumkamata ili tujue ni nani. Kuna mtu mwingine alikuwa hapa? Tulihisi tu kama kuna mtu alikuwepo ila hatuna hakika. Unafanya kazi na The Genesis, sio? Mimi ni mjakazi tu wa chini ambaye sijui lolote kuhusu taasisi. Nani ambaye anajua? Sijui. Jamaa aliongezewa risasi nyingine karibu na sehemu za siri. Na kisha Janilo akasema kwamba fikiria kwa makini. Jamaa akasema nimesikia tu kwamba alikuwa na mkutano na jaji mkuu. Ajibu kwa wasiwasi sasa akiwa anatetemeka. Janilo akasema kwamba Fidel Tabuko. Ndio. Ila mimi sijui ni kipi kiliendelea kati yao. Unaishi wapi? Kambini. Kambi ipi? Kuna baadhi ya walinzi tu wa chini ambao tunaishi Sinzamori. Sehemu ipi pale? Basi alimtajia sehemu kisha akaendelea kueleza akasema kwamba unahesabu tu nyumba 15 mbele, mkono wa kulia kuna nyumba ambayo ina bati jekundu pekee. Ile sehemu ile ndio sehemu ambayo walinzi wa kawaida tunaishi ukiwa na kazi maalum. Janilo akasema okay, kwa hiyo nyie huwa hamna taarifa za ndani kuhusu taasisi, si ndio? Jamaa akajibu hapana, huwa tu tunaitwa kukiwa na kazi tu, hata makazi ya wakubwa hatujui yako wapi na ofisi. Aisee, Janilo hakumruhusu aendelee na maelezo yake, maana kwa muda ule hakuonekana kuwa na msaada wote zaidi tu alimpiga risasi ya kichwa. So baada ya kumalizana na bwana yule alitoka pale na kuendelea sehemu ambayo wakati anaingia alihisi kulikuwa kuna mtu. Aliangalia kwenye ule mnazi na kugundua kulikuwa na kitu kwa juu. Alijigeuza kwa kudunda kwenye mnazi ule na kubandua kile kitu akashuka nacho. Baada ya kuangalia alitambua ilikuwa ni kamera. Alikuwa anatambua ile kamera kwa sababu ni zile ambazo wao wenyewe walikuwa wanazitumia ile miaka wanafanya kazi za mauaji, na ni yeye ambaye alimfundisha Daniel kuweza kuzitumia. Hivyo alitambua kijana wake huyo alikuwa hapo. What? Daniel. Aliita jina hilo akiwa sasa anitazama vizuri usoni kwa sababu alijua kabisa alikuwa akimtazama muda huo. Sasa yale yote yanatokea, Daniel yeye alikuwa njiani kurudi zake Dar es Salaam tena kwa kasi sana. Mpaka dakika ile Janilo alitambua kijana wake alikuwa hai bado. Hivyo lilikuwa ni zoezi tu la kwanza kumtafuta. Haikuwa siri tena. Ile haikuwa ishara nzuri kwake Daniel, kwani kazi ile alihitaji kuifanya kwa siri bila mwalimu wake kutambua. Uwepo wake kujulikana, maana yake kazi yake ilikuwa inaenda kuwa ngumu kuliko hata ilivyokuwa mwanzo.
Alipiga usukani kwa hasira, hasa baada ya ile kamera kuzima, maana alitambua ilivunjwa. Alivuta simu yake na kupiga polisi kuwaelekeza sehemu ambayo walitakiwa kwenda, maana kulikuwa na muuaji hatari na alikuwa ameua watu kadhaa, hivyo walipaswa kwenda na nguvu ya kutosha, maana ni wazi tayari Janilo alikuwa anajua Melania na mtoto wake wapo hai. Sasa bwana, Fidel Tabuku ndio ilikuwa karata ya muhimu kwa The Genesis kuweza kuwakutanisha na rais ambaye walihitaji kumpatia mapendekezo yao na namna alivyokuwa anatakiwa kuongoza nchi. Sasa jaji mkuu bwana alijifanya kuwa mtu wa daraja la kati ambaye alitakiwa kutumika kuziunganisha pande hizo mbili, ila uhalisia ni kwamba hakuwa na namna. Alikuwa anapambana kuweza kuyatetea maisha yake, maana watu hao walimtishia na kama wangeziweka siri zake hadharani hata ile kazi yake asingeweza kuwa nayo tena. Unajua tena jaji tunaye muamini ni mtu wa haki, lakini tukifuatilia historia yake huko nyuma alikuwa anajihusisha na mambo ya ubakaji. Lakini leo ni jaji na anamhukumu mtu kwa kubaka. Kwa hiyo sasa na inabidi akisha kwamba wanatumia udhaifu wake tu ili wao pia The Genesis waweze kufanikisha mission yao. Kwa hiyo kikao bwana kiliandaliwa baina ya pande hizo mbili. Rais alikuwa tayari kukutana na watu hao, maana alikuwa na sumu nao kali mno na alikuwa na maswali mengi ya kuuliza na kuweza kupata ushahidi wa moja kwa moja kama rais wake ambaye yeye alimchukulia kama mtu wa mfano alikuwa anahusika, kwa sababu hao ndio ambao walidaiwa kumuingiza huyo mtu madarakani. Pembezoni mwa bahari ndio sehemu ambayo iliandaliwa kwa ajili ya watu hao kuweza kukutana na kufanyia mazungumzo hapo. Eneo hilo uliandaliwa ulinzi mkali kwa ajili ya rais, ila ilitolewa amri ya kwamba mtu ambaye alikuwa anaingia sehemu hiyo hakutakiwa kukaguliwa na mtu yote. Sasa rais alikuwa ameketi na jaji mkuu wakiwa wanasubiri bwana huyo ambaye alifika hapo nusu saa baadaye. Aliingia mwanaume mmoja hivi ambaye alikuwa na suit ya dark blue kwenye mwili wake, mkononi alikuwa na begi. Alikuwa na umri wa mtu kama utu uzima tu fulani hivi, ila ambaye alionekana kuridhika na maisha ambayo alikuwa nayo. So baada ya yeye kufika ile sehemu na kuweza kuketi, jaji mkuu alinyanyuka na kutoweka pale, kwani yale mazungumzo bwana hayakuwa kimhusu yeye. Mkutano ule ulikuwa ni wa siri kubwa, kwani hakuna mtu ambaye alitakiwa kujua rais alikuwa akikutana na watu wa namna ile, na ingemletea shida kubwa kwenye utawala wake kama swala hili lingejulikana kwa watu. So rais yeye alianza kwa mazungumzo hayo bwana, akasema ya kwamba nadhani kama umenifuatilia kwa umakini kwenye maisha yangu, sijawahi kufurahia hata siku na moja raia wa kawaida kama wewe kuniweka mimi kwa muda mrefu kama hivi. Ni nusu saa nimekaa hapa na kusubiri. Jamaa akajibu kwamba nalitambua vizuri rais, ndio maana nimechelewa. Yaani umechelewa kwa kuwa unajua sipendi kucheleweshwa na kumsubiri mtu wa kawaida kama wewe? Ndio. Una maana ipi bwana? Mimi nadhani unachanganya vitu viwili kati ya mamlaka na nguvu. Wewe una mamlaka ila hauna nguvu. Yaani hauna nguvu ya kunipangia mimi kitu ambacho natakiwa kufanya. Mimi nimefanya kwa kuwa tu nilitaka ujue kuwa kuna watu ambao unatakiwa kuwaheshimu kabla kujigamba na kujiita rais mwenye nguvu hapa Tanzania. Wewe unajua hapa ulipo unaweza usitoki tena. Hilo mimi nalitambua. Sasa kwa nini unakuwa na jeuri mbele yangu? Mimi nipo hapa kama mwakilishi tu wa taasisi kubwa kukuzidi wewe. Kuniua mimi sio shida, ila shida inakuja kwa yale ambayo yatafuata baada ya hapa, kwani utakuwa umetangaza vita ya moja kwa moja na watu wangu, na naweza kukuhakikishia kwamba hautakuwa na uwezo wa kukaa hata miezi 4 kwenye hicho kiti ukiwa hai mheshimiwa. Kwa hiyo ni kweli kwamba mpo na mna nguvu, si ndio? Yule bwana kujibu kitu zaidi tu ya kufungua briefcase na kumgeuzia rais na akaisogeza karibu yake. Ni nini hiki? Huo ni mwongozo tu na majina ya watu. Majina ya nini sasa? Ni majina ya watu ambao unatakiwa kuwaweka kwenye nafasi ambazo zimeelekezwa kwenye maelezo humo ndani. Baada ya hapo, angalia huo mwongozo wa namna unavyotakiwa kuliongoza taifa. Taasisi ambazo hautakiwi kuzigusa na watu ambao wanatakiwa kuwa na ulinzi wa kutosha ndani ya hili taifa. Lakini mwisho kabisa kuna namba ya simu ambayo utapiga. Huyo mtu atakupatia maelezo ya mwisho ya nini unatakiwa kufanya baada ya hapa. Rais alishika ile briefcase na kuitupia mbali. Hivi unaona unaongea na nani hapa? Sasa rais wako kuna watu ambao wanatakiwa kukutetemekea ila sio ukiwa sehemu kama hii. Na unatakiwa tu kujua unaongea na nani,
Mheshimiwa, aise, kama una maswali badala ya kupiga makelele mdau, ulitakiwa uniulize, maana unaweza usipate nafasi tena. Okay, kwa nini yeye? Martin Sagambi? Ndio. Naweza nikasema tu kwamba alikuwa ni mtu mwenye tamaa ambayo ilijificha. Wakati ambao yeye alikuwa anapata nguvu kwenye siasa, tuliona mshindani wake ambaye alikuwa na nguvu, alikuwa na misimamo kupitiliza ambayo kiwalisia ingetuchelewesha kwenye kazi zetu. Ndio maana tuliamua kupindua meza. Yule mwenzake akapunguzwa nguvu na kuuawa. Kisha wapinzani wakasimamisha mtu mwingine ambaye naye kila mtu ambaye alikuwa na nguvu aliposimama kumsaidia alikuwa na uawa kwa siri. Kwa hiyo na hapa ndipo aliingia huyu kijana Janilo, si ndio? Ndio. Ni vyema kama tayari una habari zake. Kwa hiyo sio utani kusema alisalitiwa na rais pamoja na mmoja wenu. Ni sahihi, kulikuwa na makubaliano ambayo sisi tuliyakiuka. Kwa hiyo baada ya sisi kuyakiuka, ikatakiwa sasa aweze kufa, maana kuwepo kwake hai kulionekana kuwa na hatari kubwa zaidi ya yeye kufa. Kwa wakati ule alikuwa na taarifa nyingi ambazo kama angeamua kuzitumia vibaya zingeweza kutuharibia kazi. Hivyo akakabidhiwa rais kwa kupitia mpenzi wake Melania ambaye alifanya alichoagizwa, na Janilo akaitwa ile sehemu, akapigwa risasi na kutumbukia mtoni. Hivyo sasa tunajua alishakufa mpaka hapo juzi ambapo sasa limetokea tatizo la kuuawa kwa Sagambi. Ndipo tukagundua kuna kosa kubwa lilifanyika. Maana yake huyu mtu mnajuana kiundani sana. Ndio, kwa sababu alikuwa sehemu yetu. Okay, mna mpango gani kuhusu yeye sasa? Kwa sasa anatafutwa yeye, ila tumefikia hatua nzuri. Unamaanisha mmempata mwanamke wake na mwanae? Ndio. Wako wapi? Hili ni jambo lingine ambalo halihusiani na mazungumzo. Sasa ni jambo ambalo linahusiana na haya moja kwa moja bana. Kwa sasa bwana, unatakiwa kuiwazia zaidi nafasi yako ulionayo kuliko unavomwazia huyu mtu, kwani sio biashara yako tena. Sasa huyu ndiye sababu mimi naanza kuyajua matakataka ya mtu ambaye niliamini ni wa mfano kwenye maisha yangu. Hivyo ni biashara yangu mimi. Kwa sasa wananchi wanataka kuona rais wao nikifanya jambo kubwa ambalo linaweza kuwatuliza, kwa maana mimi sitakaa hapa kujifanya kama hakuna kitu kimetokea bana. Huyu anatakiwa kuadhibiwa vikali mno. Na ndio maana nawahitaji hawa watu ili niweze kumpata yeye. Una uhakika unamhitaji bwana mdogo? Ndio bwana. Sina imani kama una uhakika na maneno yako, maana hakuna watu ambao wapo ndani yako ambao wanaweza kusimama naye, kwani hata wewe akiamua kukuua atakuua tu. Ila haoni kama kuna madhara, yani kuna madhara ya mheshimiwa. So jambo pekee ambalo kwa sasa nadhani unatakiwa kuwa nalo kwenye akili yako ni wewe kufanya tu ambayo nakuelekeza hapa. Kisha sisi tutamalizana na huyu bwana na mtahakikisha uongozi wako unakuwa salama na unamaliza miaka yako vyema bila sisi kuanza kutafutana. Kwa hiyo unatakiwa tu kukubali kwamba wewe ulitumika kama ngao ya Sagambi kuweza kufanya ushinzi wake basi, na hakuna kitu unaweza kufanya kuhusu hilo, maana ishatokea na huwezi kurudisha muda nyuma. Kwa hiyo mimi nilikuwa mpango kwa ajili ya yeye kufanya upuzi. Kwa unavyojiona wewe, unahisi ulikuwa unastahili nafasi. Hata ujiulizi ilikuwaje kirahisi tu ukafanikiwa kupenya mpaka hapo. Siku ile nimekuona ukijisifia kwamba eti akili na kujiamini ndio kulifanya kupe nafasi. Wewe una hakika na hilo? Kuna watu wangapi ambao wana akili kuliko wewe lakini hawakuwa na hiyo nafasi ulionayo wewe? Wakati tunamtengeneza Sagambi tuliamua kutumia njia tofauti na zile ambazo zimezoeleka kwa watu wengi. Wengi huwa wanatumia viongozi wa mabavu, na dunia inakoelekea kwa sasa wananchi wengi wameanza kuamka. Hivyo kiongozi akiwa anafanya upuuzi ni jambo la kugusa tu kuweza kuamua kufanya mapinduzi. Na mambo yao ni mabaya kwenye biashara zetu hizi. Kwa hiyo tulihitaji kuwafanya wananchi wahisi wapo sehemu sahihi. Hiyo ndio sababu kubwa ambayo ilitufanya sisi kuhakikisha Martin Sagambi anakuwa na picha nzuri kwa watu kama kiongozi mwenye nidhamu, heshima, mtiifu na mchapakazi. Lakini hilo lingekuja na watu ambao walikuwa na majina masafi pia. Ndipo kaingia wewe sasa ambaye ulikulia kwenye dini. Kukulia kwenye maisha ya dini maana yake ilikufanya wewe kuwa na nguvu kubwa ya ushawishi ndani ya kanisa lako la Roma ambalo ndilo linawaamini wengi na ushawishi mkubwa. Hivyo Waroma wote nchini wanakuunga mkono wewe. Maana yake kauli yako moja tu ina faida kubwa ya utulivu kwenye nchi. Ndio sababu pia licha ya rais kufa watu wapo kwenye utulivu ambao sisi tulikuwa tunauhitaji. Rais kazungukwa tu na watu kama wewe. Na ilikuwa na faida kubwa kwa maana ingemfanya picha yake ya nje kuwa nzuri zaidi. Jambo ambalo limefanikiwa kwa asilimia zote. Ndio sababu mpaka leo hii amekufa watu wakiwa wanamlilia, lakini ndani yake
alikuwa ni shetani mkubwa tu ambaye hakustahili hata heshima ambayo anapewa. Ndio maana wewe uliingizwa kwenye jambo hili bila hata kuambiwa. Maana ungeambiwa uende ungeanza kufanya vitu vya ajabu tu ambavyo vingetulazimu tuweze kukuua na kuanza kuhangaika kupata mtu mwingine tena. Kwa hiyo sisi hatukuwa tayari kufanya jambo la hovyo kama hilo, Thaddeus. Kwa hiyo miaka yote hii mimi nimeishi kama kivuli cha kusafisha ushenzi wenu tu, si ndio? Rais aliuliza huku sasa akiwa anacheka kwa hasira. Na jamaa akajibu kwamba hivyo ndivyo namna dunia ya siasa inafanya kazi kila kona ya ulimwengu huu. Maisha hayawezi kukupatia kila kitu kirahisi tu kama ulivyokuwa unahisi wewe. Wakati ulikuwa unajisifia ukiamini una bahati na Mungu anakupenda kukupatia nafasi hiyo kirahisi, naweza kukuhakikishia kwamba haukuwa sahihi ndugu yangu. Lile ni deni ambalo ulikopeshwa na sasa ni wakati sahihi wa wewe kuweza kulilipa kama mwenzako alivyofanya. Sasa mimi na nyinyi hatuwezi kufanya kazi pamoja bwana, zaidi tu mtakuwa mnajitangaza kama maadui kwangu pamoja na maadui wa nchi. Kabla kunifikisha huko mna machaguo mawili. Kwanza mnatakiwa kujisalimisha kwangu, kisha mniombe msamaha na mimi nitawapa nafasi ya kuweza kufanya mambo yenu ambayo ni halali. Hilo linaenda sambamba na mimi kukutana na bosi wako huyo ambaye ndiye anawapatia hii jeuri kubwa ya nyie kufanya ushenzi wote. Chaguo la pili, mnaweza kufungasha kila kilicho chenu mkaondoka Tanzania baada ya kunikabidhi hao watu. Na nawaahidi mimi sitawatafuta tena, ila sitahitaji pia kuja kuwaona tena ndani ya nchi yangu. Msikilizaji, yule bwana alimsikiliza mheshimiwa kwa umakini akiwa anaongea kwa majigambo yale ambayo yeye aliona kwamba yupo sahihi. Alisafisha koo lake kisha akaingiza mkono wake kwenye mfuko wa shati na kutoa vitu viwili. Kitu cha kwanza zilikuwa ni picha ndogo ndogo ambazo pembeni yake kulikuwa na flash moja ya chuma ambayo ilikuwa kitu cha pili. Sasa rais alisogeza zile picha upande wake na kuanza kuziangalia. Alishtuka sana, alimanusura aweze kuanguka kutoka pale ambapo alikuwepo. Ni picha ambazo alikuwa anaonekana yeye akiwa hana nguo hata moja kwenye mwili wake, akiwa amezungukwa na wanawake watatu ambao nao hawakuwa na nguo hata moja kwenye miili yao, na mmoja akiwa amemkalia ni kama anamkatikia hivi. So walikuwa wanafanya mapenzi kifupi. Sasa jamaa akasema kwamba nataka nikukumbushe kuhusu hizi picha. Zilipigwa siku ambayo Martin Sagambi alitangazwa kuwa mshindi wa urais kwa mara ya kwanza kwenye ule muhula wa kwanza. Ushindi wake ulimaanisha na wewe umekuwa makamu wa rais wa Tanzania kirahisi tu, maana ndio ulikuwa mgombea mwenzi wa Martin Sagambi. Kwa wote tunajua kwamba wewe sio mtumiaji wa vilevi, ila ile siku kwenye kinywaji chako uliwekewa vilevi vya aina mbili. Cha kwanza kilikuwa ni cha kukulewesha sana na cha pili kilikuwa ni kwa ajili ya kusisimua misuli ya sehemu zako hizo ili uwe na hamu kubwa sana kufanya tendo. Na hapa sasa ndipo inaingia hii flash ambayo unaiona pembeni yako hapo. Kwenye flash kuna video za hayo matukio na lengo la kukuwekea dawa ya kusisimua misuli ya nani yako hiyo ni baada ya kutambua kuwa kwa aina ya tukio ambalo tuilipanga ilikuwa ni lazima uonekane unafanya hili tendo tena kwa kuridhia, ili video isije kuonekana imetengenezwa ama ulilazimishwa kwa lengo baya. Ndio maana ukitazama video ya haya matukio utagundua ya kwamba ulikuwa unafurahia mno na ulikuwa unafurahia kila tukio ambalo lilifanyika. Hawa wanawake ambao unawaona hapo ni wale malaya ambao wanajiuza kwa bei ghali kutoka nje ya nchi. Tuliwalipa uweze kuwa nao baada ya kulewa, ambapo ulifanya nao mapenzi kwa masaa 5 tena mkiwa mnabadilishana tu mikao tu na miondoka kitandani. Sasa hebu niambie ndugu yangu, kama nikitoka nje ya ule mlango pale nikiwa sina furaha muda huu, maana yake dunia nzima inaenda kuona aina ya rais ambaye Tanzania imempata kwa sasa. Watanzania wanaenda kuona mtu ambaye anatakiwa kuongoza kumalizia huu muhula, na huenda ukatamani hata kuendelea kuongoza kwa kuingia kwenye uchaguzi mwenyewe, maana huu unamalizia muhula wa mwenzako kikatiba na wewe una nafasi ya kushiriki miaka mingine 10 ambayo inakuja. Kwa hiyo haupo tayari kwa hilo kwa sababu tu unataka eti kutuaminisha kwamba wewe ni rais na una nguvu ndani ya nchi. Msikilizaji, rais alikuwa amefura kwa hasira mpaka koo likawa sasa linacheza kwa ndani na nje. Alihema akiwa ameshika bastola kwenye mkono wake, bastola ambayo bwana yule hata akuonyesha kama alikuwa anaiogopa. Kwa hiyo nini unataka nifanye? Ungekuwa hivyo tangu mwanzo, hata usingejua kama kuna uchafu wako kama huu ambao umehifadhiwa. Muda mwingine mheshimiwa mjitahidi basi kwa atamuelewa tu ili kupunguza baadhi ya matatizo ambayo hana hata ulazima. Kwa nini mlinifanyia hivi? Sasa unaelewa moja sababu ambazo zinaifanya Afrika kila siku inasaini mikataba mbovu kwa mabepari na mabeberu mheshimiwa, unadhani ni nini?
Hujanielewa? Na kuuliza, unaelewa moja sababu ambazo zinaifanya Afrika kila siku inasaini mikataba mibovu kwa mabepari na mabeberu mheshimiwa? Msikilizaji, rais hakuweza kujibu wakati bwana yule ananyanyuka ili kuweza kujiandaa kutoka sehemu ile. Ni kwa sababu ya tamaa. Sisi tumeitumia njia hiyo hapa ndani. Marais wengi wa Afrika huwa wanaalikwa huko nje kwenda kula starehe na hao watu weupe. Unachofanywa, unatafutiwa hata Miss wa dunia, unapewa ule starehe kwa namna utakavyo wewe. Kisha usiku mkiwa mnafanya yenu, unakuwa haujui kama watu wanakurekodi. Asubuhi unaamshwa na penzi zito la Miss, kisha baadaye unaitwa mezani na kuonyeshwa upuuzi wako. Hivyo mezani unapewa machaguo kwamba chagua kati ya kufanya tunachokitaka ama tuacheze video zako ulimwengu uone. Kwa hiyo nadhani hata wewe unaelewa lazima tungechagua kuliuza taifa lako. Sasa sisi hizo njia tunazitumia hapa ndani tu kuhakikisha mali zinakuja kwetu wachache, lakini haziendi nje ya Tanzania. Kwa maana hiyo naweza kusema kwamba sisi bado tunaisaidia Tanzania. Jamaa alitabasamu tu na akacheka na akatoka ile sehemu kwa kudunda na majigambo. Thaddeus Mikonje, rais wa Tanzania, alibaki kama kifaranga ambacho kimenyeshwa na mvua. Mwili wake uliloa. Ile hali ambayo alikuwa nayo ya kuweza kuwa na moyo wa kulipigania taifa lake na kuipigania haki ulikuwa unapotea taratibu kwa wakati huo. Na alitakiwa kufanya kile ambacho watu wale walikuwa wanamtaka aweze kukifanya. Na kama angeenda kinyume na matakwa yao, basi moja kwa moja alikuwa anaingia kwenye kashfa ya historia. Na hata ile nafasi yake asingeweza kuwepo nayo. Yaani rais anatakiwa kufanya vile ambavyo wao wanataka, ikiwa ni pamoja na rais kuwapa vyeo watu wao. Ndio maana unaweza ukashangaa, huyu mtu amepewaje hiki cheo? Ni maelekezo. Na akikataa kuwaweka hao watu katika hiyo nyadhifa na akakataa pia kufanya vile ambavyo wao wanataka, basi watatumia hiyo video kuweza kufanya kile ambacho wanafanya. Na nadhani wewe mwenyewe unaelewa, mtu tu ambaye hajulikani video yake inaweza ikavuja na mwisho siku asikia amejinyonga. Vipi kama rais video namna hiyo ikavuja? Nadhani heshima yake itakuwaje? Hawezi kukubali. Hawezi hata siku na moja. Kwa hiyo basi, vipi sasa? Unadhani tutakapokutana sehemu inayofuata, rais ambaye anaonekana amekulia kwenye dini, rais ambaye anaonekana anempenda haki na anapenda nchi yake, je, atakubali kufuata vile ambavyo hawa miamba the Genesis wanataka? Yani wanataka iwe hivyo? Na je, atakubali kuwaweka hao watu kwenye nyadhifa za uongozi? Na akikataa, tuna kitakachotokea. Lakini tayari miamba TOJ na TOD wameshafahamiana kwamba wapo hai wote. Na sasa hapo wanaanza kutafutana, ikiwa ni kuhakikisha kila mmoja kati ya TOJ na TOD anawahi kumpata Melania pamoja na mtoto. Lakini kwa haraka msikilizaji, tumeshaona hawa the Genesis ndio tayari wanaye Melania, mke ama kipenzi ama mama, tunaweza kusema. Maana hatuwezi kusema mke, tunaweza kusema mama wa mtoto wa Janilo. Kwa hiyo tunaamini hawa the Genesis ndio walioweza kumuua hata yule imam. Okay? Kwa hiyo bwana, sehemu inayofuata ndio tunaenda sasa kufahamu mengi zaidi. Sasa itakuwaje? Mtu mbili zinamtafuta mtu mmoja. TOD anamtafuta Melania na mtoto, lakini pia TOJ ambaye ni Janilo naye pia anamtafuta Melania na mtoto. Sasa nani ambaye atawini kumpata mapema? Na atakaye win, it means amewashinda hawa the Genesis. Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kuendelea kuenjoy zaidi na zaidi na zaidi. Niseme tu God with you till we meet again. Bye bye.